Kifo cha MC Pilipili kimeendelea kuzua mtafaruku na sintofahamu miongoni mwa jamii, na watu wengi walikuwa wakijiuliza ni kitu gani hasa kilichomuua. So tuko na wasemaji wa familia ya MC Pilipili na wakielezea namna ambavyo kifo hicho kilitokea. Akiwa na majeraha ya kupigwa, na hicho ndicho ambacho kimeweza kusababisha kifo chake. Lakini pia tunashukuru sana kwa hospitali ya General vile ambavyo walijitoa kutusaidia. Tunashukuru sana kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tukiongozwa na Mheshimiwa Anthony Mavunde ambaye ametusaidia sana katika kuhakikisha jambo hili linakwenda vyema. Tunashukuru sana kwa mambo hayo, na kama mlivyosikia kwamba kesho tutaleta mwili wa marehemu hapa nyumbani kwao kina MC Pilipili saa 7 kamili. Tutakuwa na ibada hapa na tutakuwa na nafasi ya kumwaga hapa, na ikipendeza Mungu tunapanga atalala hapa nyumbani, ili siku ya Alhamis tutakuwa na ibada kubwa na watu wengi ambao watafika sehemu ambayo inaitwa Chilangali Park. Kwa hiyo ninawasihi wa Tanzania, MC Pilipili alikuwa anawapenda sana, alikuwa anawachekesha, alikuwa anapenda watu. MC Pilipili sisi kama familia alikuwa anatupenda pia. Kwa hiyo hebu njoeni tuweze kumwaga vizuri, njoeni tuweze kumshangilia vizuri anapomaliza safari yake ya hapa duniani. Kwa kifupi ningesema kwamba tumeiachia mamlaka ya serikali ambao wenyewe wanaendelea na taratibu zao za kisheria. Kwa hiyo tumewaachia serikali. Yeah. Kwa taarifa ambazo labda kama familia mnazo tangia safari yake anakuja Dodoma na mpaka anafika huko alipokuwepo, na tofauti yote ilitokea kati yake na watu waliokuwa nao, ama hamna taarifa yote ambayo mlipata? Kwa kweli hatukuwa na taarifa yote kwamba labda MC Pilipili alikuwa na ugomvi na mtu. MC Pilipili alikuwa si mtu mkorofi, hata sisi tulikuwa naye nyumbani. Mimi ni mdogo wangu, sio mtu mkorofi, hawezi kupigana na watu, ni mtu hatukuwahi kusikia kama una shida kubwa na mtu. Kwa hiyo tulijua anakuja Dodoma kwa ajili ya kazi ya Lucy kama kazi yake, lakini kilichoendelea hatukujua. Wakati anakuja na wenzake ama alikuja peke yake? Hapo hatuelewi kama anakuja na wenzake, lakini tunavyojua alikuja Dodoma tu.